Leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema mbegu za kisasa na teknolojia ya anga vitaleta njaa duniani. Mbegu za kisasa na teknolojia au uhandisi wa angani vitaleta njaa duniani. Hivi vitu vyote ni teknolojia. Mbegu za kisasa ni teknolojia. Na nikisema mbegu za kisasa simaanishi mbegu za mazao peke yake na wanyama pia. Kuna wanyama wa kisasa. Sasa hivi kuna vitu vinaitwa mayai badala ya kutagwa na kuku wanachukua kemikali wanazichanganya wanapata mayai na nyama za kutengeneza za kusynthesize kiwandani. Nyama ungetegemea tokane na mnyama ambaye Mungu alimuumba. Lakini inatengenezwa na kemikali zinatengenezwa baadaye unapata nyama. Kwa hiyo teknolojia hiyo hasa ikipita katika mbegu za wanyama na mbegu hasa za mimea pamoja na elimu na teknolojia ya anga inaitwa geoengineering kwenye lugha ya Kiingereza, geoengineering. Hivyo vitu viwili hivyo vitaleta njaa duniani. Unaweza kusema unajuaje? Najua kwa sababu ya neno la Mungu. Najua kwa sababu ya neno. Hem tufungue kwa maandiko, tuende katika kitabu cha Ufunuo. Ungetegemea bila shaka kwamba tungeanzia kwenye Ufunuo. Sasa mambo yako kwenye Ufunuo zaidi. Ufunuo ni nini? Ni vitu ambavyo vilikuwa vimefunikwa vikafunuliwa. Lakini kwa walio wengi bado ni ufuniko. Sio ufunuo. Ufunuo mlango wa 6 tusome mstari ule wa 5 na wa 6. Mlango wa 5 mstari wa 5 na wa 6. Biblia inasema Ufunuo 6:5 na 6 anasema hivi. Na alipoifungua muhuri ya 3 nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema njoo. Nikaona natazama farasi mweusi na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Niulize, mizani kwa kawaida huwa inapimaga vitu gani? Mawe. Inapima mchanga wa kujengea. Hata kama inapima watoto clinic, lakini kwa sehemu kubwa mizani inapimia vitu vya kula. Unadhani Mungu alikuwa tu anataka kutuhubiria habari za mizani? Hapana, kuna ujumbe anataka kutupa. Anasema nikaona mtu ana mizani mikononi mwake, nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema kibaba cha ngano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia wala usiadhuru mafuta wala divai. Anaongelea habari za vyakula na mizani ya kuvipima na vinapimwa katika vibaba. Kibaba ni kitu hakitoshi. Kwa mfano hebu ukiwa nyumbani kwako una ziada ya kibaba cha unga, una maisha. Hapa anachokiongelea ni njaa. Biblia imetabiri katika kile tunaweza kuita utabiri wa kibiblia wa siku za mwisho, end time Bible prophecy inaitwa kwa lugha ya Kiingereza. Imetabiri vitu vitatu. Imetabiri kitu kinaitwa adha kwenye uso wa dunia, lakini hiyo adha itabeba mambo matatu makubwa. Itabeba njaa, itabeba vita na inabeba magonjwa. Wewe mwambie vitu vyote hivi vitatu vitatokana na mwanadamu mwenyewe. Mungu atakachofanya atawaachilia wanadamu waendelee kupotea. Lakini bidii choko hizo zote atakayekuwa anazifanya ni binadamu. Wewe uulize, wanadamu anapofikia hatua ya kuanza kuzuia mvua kwa teknolojia au kupandikiza mawingu kwa teknolojia, hiyo ndio inaitwa geoengineering. Mawingu hii kusudi anaamua lini mvua inyeshe na lini wapi mvua inyeshe. Wewe niulize, hapo kuna usalama? Hapo hakuna usalama. Kwa hiyo inatuleta kwenye kitu kinachosema mbegu za kisasa, ambayo ni teknolojia ya mbegu za wanyama na mimea, hasa za mimea na teknolojia ya anga. Ungeweza kusema uhandisi anga ambayo tunasema ni geoengineering. Vitakuwa ndivyo vanzo vya hizi adha. Lakini leo naangalia katika muktadha mmoja tu wa njaa.
Nakwambia ni utaalamu huo. Biblia inasema tufungue wote katika kitabu cha Mithali mlango sio Mithali samahani kabisa. Mhubiri. Mbali na Mithali, jirani na Mithali kuna Mhubiri. Wakati mwingine vitabu vinafanana. Na maandishi ni huyo. Roho Mtakatifu wa Mungu akutumia mwanadamu mmoja huyo Selemani mwana wa Daudi. Mhubiri 7:29 Biblia inasema hivi. Yaani sikiza vizuri. Niambie kama huo mstari Mungu yuko anampongeza mwanadamu au anajuta kwa sababu amemuumba mwanadamu. Mhubiri 7:29 Biblia inasema tazama hili tu nimeliona. Mungu amemfanya mwanadamu mnyoofu. Mungu amefanya mwanadamu mnyoofu lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Wewe mwambie huu mstari unasema kwamba mwanadamu ameenda vizuri. Unamsifia. Anasema wakati Mungu anamuumba mwanadamu alikuwa mnyoofu lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Wewe mwambie mavumbuzi moja wapo ambayo mwanadamu amevumbua ya hatari kabisa ni habari ya kuondosha zile mbegu alizoziumba Mungu wao wakaweka mbegu walizojitengenezea wenyewe. Kuondoa mvua aliyoweka Mungu. Wewe mvua ikikata miaka 3 mfululizo. Hapa labda tuchukulie nchi yote hii. Kuna shibe. Kuna mifugo. Kuna mauti. Kuna vifo. Kuna mateso. Na Mungu anasema katika hii Mithali Mhubiri 7:29 anasema wakati mimi namuumba mwanadamu alikuwa nyoofu. Biblia inasema tazama kila alichokiumba Mungu akaona ni chema na cha kupendeza. Na huyo mwanadamu lakini akatoka akafanya mavumbuzi mengi. Na unasikia neno lakini Mungu amemuumba mnyoofu lakini ujue kuna tatizo. Mimi bwana nakupenda lakini hata akiishia hapo ujue hakupendi. Bwana mimi unanipenda ndio nakupenda lakini utakuja ndio nitakuja lakini hamna kitu. Tunaona kwamba wanadamu haya mavumbuzi unafikiri kulingana na hili neno. Unajua wakati mwingine Biblia inasema vitu explicitly wazi, vingine inasema ili kusudi tuweze kungamua kwa ufahamu. Unataka kuniambia kwamba haya mavumbuzi Mungu anayeyasema ni mavumbuzi tu ameenda akavumbua tu vitu vizuri mama kesha hapo. Anasema pana wamevumbua vitu ambavyo sio vya unyoofu. Sio vitu vya unyoofu. Tumesoma katika kitabu cha Ufunuo pale tulipoanzia mlango wa 6. Habari ya watu ni kupimiana. Hii inanikumbusha zamani wakati wa nani of course mimi labda nilikuwa nimezaliwa lakini sikuviona kwa sababu sikuwa nanunua nilikuwa sina hiyo akili. Lakini watu walikuwa wanapimiana. Mtu unaenda unanunua sabuni unaipima kwa kiberiti. Sasa hivi mtu unaweza kaenda akachukua kuna kipindi niliwahi kuleta box la miche ya sabuni. Baka ikaanza kuota na nini nyeupe pale. Yaani kama ukungu au kama fungus fulani. Lakini kuna wakati sabuni ile ilikuwa inaitwa Irula hiyo. Unachukua mtu anako dukani anakakata kwa kipande cha kiberiti. Hiyo sabuni sikiliza unafulia kwa mahesabu vyombo hakuna vya kuosha vyombo wewe utaiharibu utaimaliza. Ndo unaipaka kama mafuta baada ya kuoga. Unafanya vishaja inatoka nyeupe unapaka hivi. Sasa hivi mtu unakuta sabuni imetupwa kwenye maji inaendelea kufanya nini kuvimba. Kuziona sabuni zimevimba kwenye maji. Unasema sasa ni nini? Ni kwamba tuko tunajaribu kuweka haya maandiko ya Mungu katika uhalisia. Anasema kibaba kimoja
kwa nusu rupia. Ukisoma katika King James kwa sababu habari ya fedha inayotumika, fedha wewe inabadilika samani. Kama zamani ukisema shilingi moja ungeweza kununua chakula cha familia, ndio sio? Leo hii shilingi moja haipo tena. Shilingi 100 zamani ungeweza yani kutunza kama mwaka mzima unatumia hiyo shilingi 100, unavunja tu vidogo. Sasa hivi shilingi 100 unaweza ukaipita ukafikiri ni ya mchawi tu, ukaipiga teke au kaizunguka. Hasa kama imechafuka. Kwa imekuwa nyeusi. Sio kote shilingi 100 iliyochafuka. Ogopa. Okay, okota tu. Sijui. Lakini ninataka kusema ni kwamba ukisoma katika King James anapotumia dinari ilikuwa ni kitu mtu ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 20 wa Mathayo kuna watu walienda kufanya kazi siku nzima tangia saa 12 mpaka saa 12 jioni walifanya kazi ile kwa dinari moja. Walikuwa wamepatana na nani? Na mwenye shamba dinari moja. Sasa anapewa kibaba kimoja kwa dinari. Yaani ungeweza kusema ni zaidi labda ya shilingi 10,000, shilingi 20,000. Kwa sababu leo hii mtu wa kawaida akifanya siku nzima analipwa shilingi ngapi? Mtu akifanya tu kuanzia labda ni mfuaji. Akifanya kazi ya ufuaji kuanzia saa 2 mpaka saa 6 anaweza akapewa shilingi 15,000, si ndio? Vipi siku nzima shambani? Unaweza kupata shilingi 40,000, si ndio? 50. Hem jiulize ununue kibaba kimoja kwa shilingi 50,000, hali ikoje? Haipatikani. Kibaba unga haupo. Shairi haipo. Shairi ni nini? Ndio ukasema ndo ngano, ndo mchele, ndo sembe. Ndo mhogo, ndo ulezi, ndo kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaona kwamba ni by the way, ilikuwa ni Ufunuo mlango wa 6. Mlango wa 6 ni wale wapanda farasi 4 ambao ni kama Mungu anawaachilia. Yeye aliruhusu lakini ni mavumbuzi ya wanadamu kabisa. Wa kwanza analeta vita. Anamleta mpinga Kristo alikuwa kwenye farasi mweupe. Wa pili analeta vita. Mwingine analeta njaa, mwingine analeta mauaji tu jumla ya magonjwa na nini. Baadaye sasa ndipo inakuja dhiki kuu kamili. Kabla ya kuja hiyo inaitwa dhiki kuu, kutakuja matatizo makubwa katika mambo makubwa matatu: njaa, vita na magonjwa. Na vita, wewe unahitaji kufundishwa jinsi vita vitakavyokuja duniani, kwani havionekani? Hii dunia bana siku zijazo mimi ninavyoona hii dunia itakuwa na vita. Vipo. Silaha za vita zipo. Kwa hiyo sihitaji kuihubiri moja kwa moja. Kwa sababu gani? Mwenye macho haambiwi tazama. Huwezi ukasikia kiduku wa mashariki huko anafanya majaribio ya nyuklia zake juu ya Japani, anaposema mimi nahisi kwamba hii dunia inaweza kaja kuwa na vita. Nahisi. Ngoja natabiri. Hama hivi sio vya kutabiri. Wewe waambie kitu cha kutabiri ni njaa, ndio watu hatujaanza kuiona. Wewe waambie juzi kumepita kitu kinaitwa corona. Ukaona dunia nzima ilivyochakalishwa. Unahitaji kuhubiriwa au kama vile tafsiriwa au kufanya kwamba kutakuja magonjwa yanakuja. Leo hii ukikaa kidogo unasikia mpox. Ukikaa kidogo unasikia Ebola inaua. Ukikaa kidogo unasikia anasema mtasikia matetesi hayo. Yataanza kama tetesi, baadaye yatatulia. Corona ilianza ilianza kwanza ilianzia China. Kwanza huko China sasa kuna ugonjwa wa ajabu. China watu wanasema China wanakula nani? Kwanza wanakula nyoka wale. Huku kwetu sisi tunakula ng'ombe tu ya nyama kawaida baadaye ugonjwa ulifika ukatulia. Watu walikuwa tunatembea na vitambaa. Huhitaji kuhubiriwa kwamba haya mambo yako. Unaweza kama yako kwenye Biblia tunatakiwa tuhubiri kiroho. Kwa sababu ni ya Biblia. Tuende mbele kidogo. Leo hii dunia inapambana na uongozi wa dunia na mamlaka za dunia hii na Wakristo wao na makanisa yao wanapambana kuendelea kuifanya dunia mahali salama pa kuishi.
Yesu alisema nimekuja duniani ili kusudi kuwe salama. Ndicho alichosema. Anasema nimekuja kuleta mafarakano. Sikuja kuleta amani duniani. Wewe kama kuna ushoga unaoendelea kuongezeka kwenye uso wa dunia, bora tuwe na vita. Kwa sababu ni mara 100 tuwe na uchamungu kuliko kuwa na furaha katika kujifurahisha katika madhambi. Kabisa. Mtende katika vitabu kadhaa, tende katika Agano Jipya. Tulikuwa tumeenda kwenye Agano la Kale wakati fulani. Mtende kwenye Agano Jipya kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 24 kwa wale ambao wamesoma Biblia, hayo mambo kwa vyote vile yatakuwa yatoke kwenye Mathayo. Mlango wa 24 Biblia inasema. Mathayo 24 Biblia inasema mstari ule wa 7 na 8. Mathayo 24 7 na 8 anasema hivi. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Anakuambia mtakapokuwa mnaona njaa kali na vita vya kutisha na matetemeko mengi. Anasema hiyo utakuwa ni maumivu, lakini mjue ni mwanzo tu. Mambo yanaenda kwa mabaya zaidi. Sio maneno mazuri sana, lakini hatuwezi tukaipenda Biblia kwa vile inaongea maneno mazuri. Tunaipenda Biblia kwa sababu inasema kweli. Ukweli wakati mwingine hauvutii. Wakati mwingine ukweli unauma. Wakati mwingine ukweli unatisha. Mtu akikwambia kweli ya mambo yalivyo, unaweza ukatishika. Wakati mwingine mtu anasema, kuna mtu ninataka kusikia anasema, "Ase kuliko uniambia ukweli unaotisha, wewe niambie uongo unaofurahisha." Hem, tupige kura jamani. Wanaotaka ukweli unaofurahisha, ukweli unaotisha, uhalisia wa mambo au uongo ulio lainishwa kidogo. Kweli unaotisha kama. Lakini vile vile tuna Bwana wetu Kristo Yesu. Sehemu nyingine anasema ninyi mlionifuata katika ufalme mpya. Wakati mwingine anasema hata unywele wenu mmoja hautapotea. Lakini hajamaanisha kwamba ni kila mwanadamu, hapana. Anasema baadhi yenu watawafisha. Tuisome mstari wa 21 Mathayo hiyo. Mathayo 24. Tulikuwa tumesoma 21 anasema ni mwanzo wa utungu. Hebu tusikie utungu wenyewe. Maana ulikuwa ni utangulizi tu. Utungu kamili mstari wa 21 anasema kwa kuwa wakati huo Mathayo 24:21. Kwa kuwa wakati huo kutakuweko na dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwepo kamwe. Huku tulisikia ni mwanzo wa utungu, sasa utungu umeshafika. Na kabla ya huo utungu mstari wa 15 anasema basi hapo mtakapoliona chukizo au haribifu lile neno na nabii Daniel, nimesimama mahali pasipo pake. Mwenye kusoma anaelewa. Pinga Kristo akiwa amesimama kwenye nafasi yake. Akiwa anaabudiwa. Leo hii walimwengu wa dunia hii, walimwengu kabisa. Hii maanisha nini? Maanisha watu wa imani na wasio wa imani, mifumo ya kidunia ya kidini, wote wako kwenye hoja moja ya kutafuta kuifanya dunia mahali salama pa kuishi na kuwarithisha watoto wetu mahali pazuri. Tunatakiwa tufanye green energy. Tunatakiwa tuondoshe magari yanayotumia diesel ili kusudi watoto wetu warithi dunia iliyo nzuri. Niambie, sio vibaya kunia mazuri kwa watoto wako, lakini nia mazuri kwa watoto wako hasa katika maisha yao kiroho. Kwa sababu hii dunia mwenye nayo ataiangamiza. Wewe hata ukipanga namna gani kuifanya nzuri kiasi gani, akisha sema nitaruhusu vita, magonjwa na njaa kwa sababu ya madhambi yenu na kwa sababu upendo wa wengi utakuwa umepoa.
huwezi huna takacho. Lazima tuende na agenda yake Kristo. Kwani Kristo agenda yake ilikuwa amekuja akisema kwamba nimekuja ili kusudi dunia iwe mahali salama pa kuishi, na makanisa yanafuata aliyosema Kristo. Niseme hapa tunaposema hatumaanishi kwamba hatuhitaji dunia iliyo sehemu nzuri. Hapana. Hemu Mkristo ujifunze kuelewa kweli katika upana wake. Unachomaanisha maisha yetu ya kiroho hasa katika upana wa walimwengu wote yatakuja kuidumbukiza dunia katika adhabu za Mungu. Kwa hiyo bidii zetu ambazo sio mbaya kuhakikisha kwamba sisi tunapanda mimea, miti mizuri, tukafanya vitu gani haina ubaya, lakini kama tunaendelea kubishana na mpango wa Mungu, hivyo vyote vitakuwa ni ubatili mtupu. Wewe ukitaka dunia iliyo sehemu salama ya kuishi, sawa, hubiri habari za Injili ya Yesu Kristo. Usimkatae Kristo. Usitake dini ambayo inamkataa Yesu Kristo. Aliyekuwa anasema haya sio mtu mwingine wala sio mtume mwingine, ni mmoja tu, ni Kristo. Biblia inasema tulikuwa kwenye Mathayo, twende mbele kidogo kulia. Ndio kuenda kulia, tumia mkono wako kulia ufungua kulia. Twende kwenye Marko 13. Marko 13, soma mstari wa 8. Marko 13 Biblia inasema, mlango wa Marko wa 13 wa Marko. Mstari ule wa 8 anasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na matetemeko ya nchi mahali kutakuwepo na njaa. Hayo ndiyo mwanzo wa utungu. Leo anakuambia twende maabara tukatengeneze mbegu. Tuondoe hizo za Mungu mbaya hizi. Hizo za Mungu ni dhaifu, zinashambuliwa na wadudu. Za Mungu ni kwanza zaisa. Alafu zinachelewa. Unaweza ukakaa nazo miezi 5 haya zile. Sisi tunataka za kutengeneza wiki 3. Alafu zinazaa maradufu. Wewe huwezi ukampangulia Mungu mipango yake akakuacha salama. Hata kidogo. Kabisa. Dunia iwe mahali salama pa kuishi. Wakati unampinga. Wewe ulize, Mungu alipoumba hizo mbegu na vile vitu alisema ni vyema au wala sio vyema? Sasa unasemaje sio vyema ukatoa vya kwako ukaweka vya kwako? Baadaye nitakuja kuongelea kitu kinaitwa gara, ningeweza kuita gara la mbegu za dunia hii zilizokusanywa kutoka kwenye mataifa yote, hata la kwetu likiwepo, zikaenda kutunzwa kwenye shimo, kwenye mjumba mkubwa wa chini ya ardhi katika visiwa vya kaskazini mwa nchi ya Norway. Inaitwa Svalbard. Inaitwa Doomsday au siku ya kiyama, mbegu za siku ya kiyama. Wewe unaweza kusema mambo bana nihusu. Hawalengi kitu tulenga sisi. Niambie, mtu anapokuja akakusanya mahindi yako, akakusanya mihogo yako, akakusanya migomba yako tamu zile Bukoba na mshare tamu zile, akaenda akazificha huko kwa wazungu, alafu wewe akakurushia hivi vingine. Mungu anasema hivi ni hivyo viumba vilikuwa vizuri, mtu akavichukua. Anasema hivi vizuri nichukulie, twende tukavitunze kwetu huku. Alafu wewe chukua hivi vibaya. Alafu hivi nitakuwa nakupa kila mwaka ukitaka kulima. Hamna shida, nitakupa mbegu bure. Au utanunua kwa bei ndogo. Siku asipokupa utalima nini? Wewe somo leo limejengwa juu ya hiyo hoja kwamba kwa vile mbegu zinazotumiwa na wanadamu na zinazozalishwa ambazo ndo zinaenda kuenea zinaitwa genetically modified seeds organism, GMO na nini,
kwa vile hazina uwezo wa kujizaa. Kwa vile lazima utegemee mtu mwingine, tena wakati mwingine ambaye hakupendi. Kukupa kukurushia siku atakapoamua akisha kwamba hakuna mbegu iliyobaki, asipokupa utalala chini. Akikwambia haya kiatu changu hiki hapa hapo kwenye suru unapaona kuna nini, kuna takataka, lamba, utalamba. Haya inama chini, piga magoti, sema Bwana wangu, utasema Bwana wangu, ni Mungu wangu, utasema Mungu wangu, kwa sababu huna chakula. Wewe mwambie tutakuja kuona kipengele cha pili kinachosema njaa itakuwa ndio nyenzo ya dunia kumpokea mpinga Kristo. Of course na vita. Hata magonjwa. Haya maneno tunasema kana kwamba ni ya kufikirika. Kama ya kufikirika vile. Lakini maneno ya Biblia yanaweza kawa ya kufikirika kweli. I don't think so. Sidhani hivyo. Kwa tunaona katika kitabu cha tulikuwa tunasoma kwenye tumalize ule mstari vizuri. Marko 13 mstari wa 8 anasema hivi. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na matetemeko nchi mahali kutakuwepo na njaa. Hayo ndio mwanzo wa utungu. Hebu tusome katika kitabu cha Luka mlango wa 21 mstari ule wa 10 na 11. Luka 21. Ngoja kwa huu ujuzi unaoongezeka, tutumie akili wote. Aliyelala amke. Wale waliolala mpo na waona. Kwa huu ujuzi na teknolojia zinazoongezeka na mashine ya kuzalisha vitu, hiyo njaa ilitakiwa isije, ndio sio? Sasa kama mnaendelea kuzalisha, mngetegemea kwamba njaa ndio muitokomeze kabisa. Lakini tumwamini nani? Huyu anayetuambia kwamba teknolojia hii na hizo mbegu tunazowapa zisizozalishwa, zisizoweza kujirudia, zisizoweza kufanya haziwezi kutoka msimu mpaka msimu. Huyo ndo tumwamini kwamba ndo anatondolea njaa, au huyo aliyekuwa ametupa mbegu ambazo zinaweza kudumu hata milele tangu kuumbwa kwa dunia? Nafikiri ni rahisi kujua tatizo tukifungua tu macho kidogo. Luka mlango wa 21 tusome mstari wa 10. Anasema mstari wa 10 anasema kisha aliwaambia, huyo ni Kristo, taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme, kutakuwepo na matetemeko makubwa nchi na njaa na tauni ni ugonjwa mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Amen. Wakajana nitangulie tu kusema, nilikuwa nimepanga kusema baadaye, lakini wakajana nilisafiri kupita uwanja wa ndege wa Dubai, nafikiri kwa Dubai, yes. Walikuwa mvua siku ile ilikuwa imenyesha ya kwao ya kujitengenezea. Nadhani ikawapita nguvu. Ndege zilikuwa, ule ni uwanja unasafisha ndege sehemu nyingi za ulimwengu. Ndege zilikuwa zinaelea ile haikuwa mvua ya kawaida. Ndege zilikuwa zinaelea kama meli. Yaani ndege ikitaka kuruka inaruka kwenye dimbwi. Baadaye nyingine wanasema wakazi ground ni kuziacha chini zisisafiri. Mvua ambayo haikuwa mvua ya kawaida. Ni nchi ya ukame ya Kiarabu. Lakini ilikuwa ni mvua zao za kujitengenezea. Haya watu waliokuwa nje wanasema anga lilikuwa linatisha. Huko anasema haya mambo yatakapotokea kutakuwa na ishara za ajabu angani, vitu visivyokuwa vya kawaida. Leo hii unaweza kukaa ukajikuta unaona vitu vinapita tu angani vinachora alama mchana na usiku. Mafumbuzi ya wanadamu. Mwaka 1958 taarifa zipo wazi kabisa. Taifa la Marekani lilikuwa limeshafikia mwafaka kabisa wa kutungua huu mwezi. Fute kabisa. Uondoe. Na walikuwa na uwezo. Nafikiri mkono wa Mungu ulikuwa bado uko juu yetu. Ule mwezi ukasalia kwa nafasi yake. Mambo mengi yanafanyika na wanadamu wenyewe.
mavumbuzi ya wanadamu wenyewe. Wanavumbua mbegu ambazo Mungu hakuvumbua, ambazo hazina uwezo wa kuzaa, na lengo sio kwa sababu lengo ni moja tu, ni ili kusudi waweze kumfunua mpinga Kristo. Ukiwa kwenye tabu, hata mtu akikwambia kwamba lamba pale chini utalamba. Ni abudu utamwabudu. Ukiwa kwenye shibe mtu hakutishi. Amen. Nenda zako bwana. Kwanza karibu chai tunywa. Karibu tule msosi. Hapa kuna yai la kaanga. Wakati huo yai lenyewe ushasa hata msamiati huna. Ushafutika kichwani. Unaweza kusema kichwa chako na mistari uliyosoma mbona kama vile haijakubaliana. Imekubaliana kwa sababu nimeanza kuambia habari za njaa kwenye mlango wa 6 wa Ufunuo. Ikakubaliana kwa sababu ya mistari yote uliyosoma kwamba njaa ipo. Sasa tuko tunajaribu kujenga hoja, hii njaa itatokana na nini? Tukaona mstari wa kwanza uliokuwa unatujibu pale ni ule wa Mithali, amini wa kila siku nasema Mithali. Mhubiri mavumbuzi ya wanadamu. Hem tuthibitishe vitu vingine. Kusoma katika kitabu cha Daniel mlango wa kwanza tu, mlango wa 12, Daniel 12 anasema. Tusome mstari wa kwanza anasema. Daniel 12:1 anasema. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu asimamaye upande wa watu wako, wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu. Ni taabu gani kubwa kuliko njaa? Ni taabu gani kubwa kuliko kuumwa? Ni taabu gani kubwa kuliko vita, unaposikia vitu vinalipuka na vinakutafuta wewe? Mimi najiulizaga watu kwa mfano nchi kama hizo za jirani kama Kongo. Unakuta leo wanafurushwa na vikosi vya M23. Kesho wanafurushwa na vikosi vya Uganda. Kesho kutwa wanafurushwa na vikosi. Yaani mnakuwa kama mkielekea kusini wanapiga kusini, mnarudi kaskazini. Kaskazini wanapiga mnarudi katikati. Katikati wanalipua, msimu mnaenda wapi sasa? Maana hamna pa kuelekea. Na unakuta wamejitwisha nini wale watu ukiona kwenye video. Unakuta wamejitwisha vitu havina akili kabisa. Anaweza kujitwisha kuku wake, amemnyea na hana cha kumpa. Hivi unaweza kukaa na kuku muda gani? Unakuta amejitwisha ndoo ina kutu la siku nyingi. Amejitwisha mkeka. Yani haufai. Leo hii hata kama mtu akikwambia kwamba ubebe godoro lako safi na vitu gani, huna pa kwenda, tutakuwa na huzuni kubwa sana. Yesu akamwambia watu, asema yale walio na ninyi msipotubu mtaangamia hivyo. Na dunia isipotubu, wahubiri wa injili wasipohubiri kweli ya Kristo. Sehemu nyingine anasema katika kitabu cha ngoja nitafute ule mstari. Kwa sababu niko kwenye agano la kale. Niko humo ngoja ni mistari mizuri sana. Anasema katika kitabu cha Sefania. Mstari ule wa 3 anasema mtafuteni Bwana. Sefania 2:3 anasema mtafuteni Bwana. Jamani tumtafute Bwana. Lazima kukubaliana na mimi. Mtafute Bwana. Wewe uulize ukitafuta wewe mama unaniangalia na binti. Hebu niambie ukitafuta vile vinavyofanya midomo ikawa mekundu ni nini vile? Nikumbushe sivyo. Lipstick na jina lake jingine. Lip shining yote vile ukivitafuta sana alafu hujamtafuta Bwana wako utakuwa hasa umefaidi nini? Aya wewe mwanaume ambaye unaenda unasuka rasta, unatembea mtaani kusudi waone rasta zako na manywele yako, na huko usoni umepiga fashion, unaonekana kama mwanamke na umeota ndevu usoni. Ni maisha gani hayo? Vipi ukimtafuta Bwana lakini ukala chakula chako ukashiba, ukafanya kazi yako, ukapumzika, ukafurahi, anasema
furahi na mke wa ujana wako na mume wa ujana wako ukafurahia Bwana. Anasema nenda ukanywe divai yako kwa sababu sadaka yako imekubaliwa na Bwana. Kwa sababu moyo wako umepokelewa na Kristo na sadaka zetu ni moyo wetu. Anasema katika Sefania mlango wa 2 mstari wa 3 anasema mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Ninyi mliozitenda hukumu zake, itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Huenda mtafichwa. Huenda ni yamkini. Lakini Bwana ni mwaminifu. Biblia inasema Mungu hata waangamiza waovu pamoja na wenye haki. Atawaseparate. Lakini wakati wenye haki wakiwa wanatunzwa anasema mtakuwa mnakimbia mpaka nitakapokuja. Wao wengine wanawaambia tutakuwa tumeshanyakuliwa tuko huko mbinguni tunaangalia kule duniani wanapoteseka. Hamna, haiko hivyo. Haipo. Mtu katika kipengele kimoja wapo. Mimi cha kwanza kinasema ukosefu wa mbegu kitakuwa ndicho chanzo kikuu cha njaa. Nishaihubiri lakini ninataka na vita na magonjwa tushaeleza. Ngoja tuthibitishe kwa maandiko zaidi. Isije kaonekana kwamba tunaongea kufikirika. Tunaongea kusadikika. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 47 mstari wa 18 anasema Mwanzo 47 18 mpaka 21. Hebu sikiliza habari za mbegu. Sikiliza habari za mbegu. Tunasikia habari za Farao. Farao ni taswira ya mpinga Kristo. Mtu aliyesimama na mamlaka yaliyo dhidi ya mapenzi ya Mungu. Mwanzo 47:18 Biblia inasema na mwaka ule ulipokwisha wakamjia mwaka wa pili. Wakamwambia hatumfichi bwana wetu ya kwamba fedha zetu zimekwisha na makundi ya wanyama. Mwambie hata ukiwa na bilioni za fedha kama huna uwezo wa kuzibadilisha kuwa chakula utakufa na zile karatasi. Anasema na makundi ya wanyama ni mali ya bwana wetu. Hakikusalia kitu mbele ya bwana wetu ila miili yetu na nchi zetu. Kwa nini tufe mbele ya macho yako sisi na nchi yetu? Utununue sisi. Nasoma mstari wa 19. Utununue sisi na nchi yetu kwa chakula na sisi na nchi zetu tutakuwa watumwa wa Farao, kisha utupe mbegu tuishi wala tusife wala nchi yetu isipotee. Si kama umesikia. Farao alisimama kwenye nafasi ya mpinga Kristo, mpinga Mungu. Ana miungu yake, ana kila kitu. Anasema sisi tumejisalimisha kwako. Wewe ndiye kila kitu kwetu ili mradi tupate mbegu. Bila mbegu. Wewe kuulize mkulima wa leo wa Kitanzania ana usalama wa mbegu 1% ngapi? Kwamba mwakani ana uwezo wa kupanda. Hizo mbegu nitakuja kuisema baadaye lakini ngoja nitangulie kuigusa. Kuna makampuni 5 nilikuwa nafanya uchunguzi. Kampuni 5 makubwa. Kuna kampuni ya kwanza kabisa inaitwa Monsanto ya Kimarekani. Lakini iko dunia nzima. Kuna kampuni ndio inaitwa jina lake jingine inaitwa Bayer. Kuna kampuni nyingine inaitwa Corteva. Kuna kampuni nyingine inaitwa Chemi China. Kuna kampuni nyingine inaitwa Rimagray. Ni makampuni yanayoshikilia mbegu za dunia hii. Zile mbegu unasikia kwamba mbegu zimekuja ziaja nini? Lazima zimechakatwa na wao. Wewe mtu anaweza kuja kwako akataka kukuibia madini na kila kitu. Anakupenda kukupa mbegu kila siku ili kusudi upande ushibe uweze kutunza madini yako asiyachukue. Hapana. Wewe
wanaweza wakawa na nguvu za kiteknolojia. Wiki iliyopita nilifundisha somo moja kama mnalikumbuka, nilikuwa nasema wazungu au watu wenye elimu zao na akili zao na Waafrika na Mungu wao au na dini zao. Wanaweza kawa na nguvu zao, wanaweza kawa na akili zao, lakini sio kigezo cha sisi kuweza kuchukua mbegu zetu tukazitupa tukawagawia wakazitunza sehemu inayoitwa siku ya kiyama. Nadhani neno siku ya kiyama ni sio neno la kisayansi, ni mambo ya kiimani. Sasa wao watu wameanza kiyama nacho wameanza kukiamini cha kwenye Biblia. Manake kuna kitu wanakijua hicho. Naomba tuelewane. Nasema sasa ili somo talifanyia nini? Sema na Mungu wako. Fata ushauri wa Sefania anasema mtafuteni Bwana ninyi walio wanyenyekevu wa dunia. Ninyi mliozitenda haki za Bwana. Mtafuteni Bwana ninyi huenda mkafichwa siku ya hasira kali ya Bwana. By the way, hivyo vitu vyote Mungu ataviruhusu viwapate watu. Mungu anatupa tunachokitaka kabisa. Mara chache sana anaweza katuzuilia njia fulani, lakini Mungu ukimwambia nataka hiki hasa ukaenda kwa moyo wako mgumu, atasema unataka hicho, mtoto samelilia wembe, mpe ule wembe. Amen. Matokeo yake atapata atajikata mwenyewe. Kwa hiyo tunaona kwamba mbegu zinakuwa ni chanzo cha watu kuuza nafsi zao. Naamini zilikuwa ndio chanzo cha watu kumwabudu Farao kama Mungu wao. Wakati huo watu wa Mungu walikuwa kwenye taifa lililotengwa, sehemu ya Misri iliyotengwa ilikuwa inaitwa Ramesses au Goshen. Tuitafute Goshen mbele za Mungu leo hii. Sisi tukamwabudu Farao kwa ajili ya mbegu. Ni nani anaanza kuniambia labda na wewe unatufuatia kutoka mbao nadhani labda una akili sana, haina baya. Mwe na akili, Mungu awabariki. Na anaanza kuniambia kwamba haya maneno tunayoyasema hayaleti maana hata tu bila kuamini Biblia, lakini ningehubiri hili somo bila kutumia Biblia. Nani angeweza nikasema tabia za mbegu za Mungu za asili na mbegu hizi za kupewa kila mwaka. Kuna wakulima nyakati fulani hapa katikati waliwahi kusikumbuki mwaka gani. Lakini nadhani inatokea mpaka leo. Wanapewa mbegu zote hata moja haioti. Nani aliwahi kusikia hicho kitu? Anaenda anapanda, mvua zipo na kila kitu, mbegu shamba zima zinakaa chini ya ardhi hazitokezi. Mpaka utakapopewa nyingine. Nadhani wakati mwingine anakuwa anajaribu. Anasema ngoja tuone siku tutakapo wanyima mbegu. Watapata mbadala. Ngoja tuwape mbegu ambazo hazitaota tuone. Labda wanaweza akawa na nyingine. Baadaye unarudi kwa mzee, tunaomba zile mbegu za kwanza hazijaota. Haya chukua. Unavuna, unakaona unavuna. Nasema katika kitabu cha Mtendo kwenye Daniel 1 pale Daniel 12 tulisoma 12:1, tusome Daniel 12:4. Daniel 12:4 anasema hivi. Lakini wewe Daniel yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Niulize, ili neno la maarifa kuongezeka analiongea katika muktadha wa kusifu kwamba kutakuwa mambo mazuri wa baada ya haya maarifa kwa yameshaongezeka? Bwana, unaweza kusema kama moja kwa moja ni habari za maarifa ya kutengeneza mbegu za mwanadamu za Mungu ukazificha, lakini mimi nafikiri ni kitu kimoja. Ninavyoona mimi. Kwa hiyo tunaona kwamba mbegu ndio imekuwa ni chanzo cha watu kufanya nini? Kutaabika na kufanywa chochote kile. Wanasema mashamba yetu, dhahabu zetu, kila kitu chetu
ni mali ya Farao na sisi wenyewe tumeshakuwa wa Farao. Mradi tu tupate zimbegu tupande tule tuishi na watoto wetu. Kusoma mtu kwenye hoja ya pili anasema njaa itakuwa ndio nyenzo ya kumpokea mpinga Kristo. Mtu katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 njaa. Inasema hivi kuna methali ya Kiswahili inasema njaa haina jasiri. Kwa hiyo kama jamani ni jasiri hata kwenye njaa, unaenda chini kirahisi sana. Inasema katika kitabu cha Ufunuo tulikuwa kwenye mlango wa 6 wakati fulani, twende kulia zaidi mlango wa 13 anasema hivi. Mlango wa 13 anasema hivi. Mstari wa 17 mpaka 17 anasema hivi. Ufunuo 13:17 anasema. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa masikini. Njaa haina tajiri wa masikini, nani anaelewa hilo? Na matajiri kwa masikini na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vyao vya nyuso zao. Hiyo ndio kumpokea mpinga Kristo. Tuko tunaangalia kipengele kinachosema njaa ndio itakayotumika watu kumpokea mpinga Kristo. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Anasema ngoja niulize, kitu kikubwa ambacho mtu anaweza kuhakikisha kwamba ni kizuili kwa kukinunua sina maisha, ni kompyuta, ni furniture, ni makochi, ni mabati mazuri. Pale cha kwanza ni chakula. Anasema wale watu hiyo dunia wanakubali, wanatiwa chapa, wanampokea mpinga Kristo, wanamkana Kristo ili kusudi waweze kubahatika kununua kitu. Nikwambia ikitokea leo hii tunaishi hapa Dar es Salaam. Hakuna mkulima wa Dar es Salaam. Mtu akwambia yuko Dar es Salaam analima, unajua anakudanganya. Lakini wakisema kwamba tumalize mwezi mmoja tu, siku 30 kwa wastani bila kununua chochote sokoni, kutakuwa na nini hali yake? Ni kufa, wala hakuna njaa, ni kifo. Kifo. Lakini akitokea mtu akasema okay, chagua mawili, ufe au uniabudu ununue, nikupe chakula. Na tena nakupa kibaba. Tushakiona ilikuwa ni kibaba, alikuwa akupi ya kutosha. Anakupa ile ambayo na kesho utarudi tena. Unakuja leo kidogo umeshika mfukoni mzee, yani njaa inauma, ninasema chukua kibaba unaenda. Siku nyingine njaa ikikupiga sana unakuja kidogo mikono iko mbele. Mzee lakini nisaidie nini Siku nyingine unakuja unasema mzee nisaidie baba. Siku nyingine unakuja unamwabudu Mungu wa mbinguni. Ndivyo itakavyokuwa. Ndivyo itakavyokuwa. Mtu katika tulikuwa kwenye Ufunuo tukaona kwamba watu wanampokea mpinga Kristo kwa sababu hawawezi kanunua chakula, hawezi kanunua chochote cha msingi. Twende tukaangalia katika Mwanzo ile taswira. Hii ni mpinga Kristo kweli? Hii ni taswira mpinga Kristo. Mwanzo mlango wa 47 tulipokuwemo awali, mstari ule wa 23 mpaka 27. Tunakaribia kumaliza usichoke. Tunakaribia kumaliza. Hatuko mbali. Tuna mstari michache sana imebaki. Mwanzo 47:23-27. Mistari mingi kidogo kwa pamoja. Mwanzo 47:23-27 anasema hivi. Yusufu akawaambia watu, angalieni nimewanunua leo. Hivi mtaki kununua? Wewe ni mali ya nani? Yake. Nimewanunua leo. Ninyi, Biblia inasema Yesu Kristo alitununua, hajatununua. Anasema ametununua kwa damu yake. Mpinga Kristo atainunua dunia kwa njaa zao. Wazo hana damu atakayoitoa. Anasema Yusufu akawaambia, angalieni nimewanunua leo ninyi na nchi yenu kuwa mali ya Farao, kuwa mali ya mpinga Kristo. Ndo maana yake.
basi mbegu zenu ni hizi, zipandeni katika nchi. Kilichokuwa kinawaletea shida ni mbegu. Mwanzo anawaachia mbegu. Mlikuwa na miaka 5 hamjapanda mnalamba tu. Haya chukueni mbegu lakini njoo na mkafanya na ibada. Sanamu ni hilo la kuabudu. Anasema hivi, itakuwa wakati wa mavuno mtampa Farao sehemu ya 5 na sehemu 4 itakuwa zenu wenyewe kuwa mbegu za nchi na chakula chenu na chakula chao waliomo nyumbani mwenu na chakula cha watoto wenu. Hao watu walikuwa wanapambania nini? Mavazi. Hao watu walikuwa wanapambania nini? Magari. Walikuwa wanapambania nini? Viatu. Rasta. Perfume. Makeup. Hapana, walikuwa wanapambania hapa. Tumbo. Mbegu. Wakawa mali ya Farao, wakawa mali ya mpinga Kristo. Kama ilivyokuwa zamani ndivyo itakavyokuwa hivi. Mstari wa 20 na 4 anasema hivi. Itakuwa wakati wa 25 anasema wakasema umetulinda hai, maana wanamshukuru, wewe wakutulinda hai ni Kristo, lakini hapa wanampa Farao si Farao tukufu. Umetulinda hai na tuone kibali machoni pa Bwana wetu, nasi tutakuwa watumwa wa Farao. Yusufu akaifanya sheria kwa habari ya nchi ya Misri hata leo, ya kwamba sehemu ya 5 iwe mali ya Farao, ila nchi ya makuhani tu haikuwa mali ya Farao. Israeli, jamani, sisi ni makuhani wa Kristo, ndio tutabaki salama. Anasema mmeitwa ili kusudi mwe makuhani wa kifalme. Uzao watu wa miliki ya Mungu. Makuhani wa kifalme. Watu wa Mungu. Jamani, naomba tujifunze kumuelewa Mungu. Haya mambo ninayowaambia yameandikwa kwenye neno la Mungu kwa lugha ya Kiswahili. Mtende katika kipengele cha 3 na cha mwisho chenye mistari mitatu sana. Teknolojia ya anga inayoitwa geoengineering. Na teknolojia nyingine kama hizo. Hiyo tulikuwa tunaangalia teknolojia ya mbegu na nini. Geoengineering ndio itakayo leta njaa kwa sababu ya ukosefu wa hali ya hewa, ya uharibifu wa hali ya hewa. Mvua. Mtu kama anaweza akakupa mvua leo, vipi kesho okay, suppose una mbegu zako kutosha tu nzuri zinazaa, lakini asikupe ile mvua. Vitu vinaenda sambamba. Hiki napita huku vinakutania pamoja. Tuthibitishe ukisema sina okay, tulikuwa kwenye mwanzo. Kwa hiyo teknolojia ya anga hiyo tunaitwa geoengineering itasababisha hali mbaya ya hewa na kusababisha hiyo njaa ambayo itaambatana na njaa inayotokana na ukosefu wa mbegu. Na vyote vinakuja katika jina la maendeleo, jina la sayansi. Mwanzo mlango wa 8:22 unasema Mungu alikuwa amesema mwenyewe. Anasema baada ya kuwa ameleta gharika kwenye uso wa dunia. Wakina Nuhu walipotoka kwenye gharika ile, akasema maadamu dunia bado itakapokuwepo, majira ya kupanda na ya kuvuna na ya mvua yataendelea kuwepo wakati wote. Leo utasikia kuna mabadiliko ya tabia nchi. By the way, elimu hoja ya mabadiliko ya tabia nchi itatumika kama mbinu ya kuwaunganisha wanadamu nyuma ya mpinga Kristo. Tubishe tusibishe. Tupuzie tusipuzie. Tunaona rohoni tushaona. Kwa hiyo Mungu alikuwa mapenzi yake ni kwamba wanadamu wote maadamu bado wako duniani, mvua leo hii wanakuambia mvua haitosha vitu tengeneze za kwetu. Lakini Mungu anasema nitawapeni mvua. Simameni vizuri na mimi, sijawapungukia chochote, sitawaacha wala sitawapungukia. Ukisoma lakini wanadamu wanachofanya, ukisoma katika kitabu cha Daniel, tuko kwenye mnisamee kidogo. Na maandiko sio mengi sana lakini yanahitaji ufafanuzi kwa sababu tunahitaji kuelewa. Anasema asomae na afahamu na aelewe.
Watu wananiambia kwamba hujaelewa. Tusome kutoka katika kitabu cha Daniel. Tuone wanadamu alichofanya. Mungu alichofanya nini? Mvua ziwepo, majira yawepo, jua liwake, pepo zivume kwa wakati wake, kila kitu kwa wakati wake. Wanadamu wanasema hapana, sisi hatutaki. Hebu angalia wanadamu walichokifanya. Soma katika kitabu cha Daniel mlango wa 7. Some ule mstari wa 25. Sikiliza mavumbuzi ya wanadamu, sikiliza. Daniel 7:25. Na yote yako katika muktadha wa mpinga Kristo. Hiki ni mlango unaongelea mamlaka ya 4 ambayo itakuwa na uso wa chui na miguu ya dubu na meno ya simba na nini, akiwa na taswira ya mpinga Kristo. Ambayo ilikuwa na pembe 10, nyingine zikangolewa, nyingine ikaota, ikawa na maneno ya kumtukana aliye juu na nini. Tunakufundisha hichi kitabu. Uzuri vitabu vingi tumehubiri. Tusome mstari wa 25 tusikie. Kwa hiyo ni habari za mpinga Kristo. Mstari wa 25 tuko tunaangalia njia itakuwa ndio njia ya kumleta mpinga Kristo duniani au kumfunua mpinga Kristo. Mstari wa 25 anasema hivi. Nani yuko pamoja na mimi? Daniel 25 anasema hivi. 7:25 samani. Sawa. Naye huyo mpinga Kristo na dunia anayeongoza atanena maneno kinyume cha aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wa aliye juu. Hebu muulize. Wakidhoofika wanakuwa kwenye neema, wanakuwa kwenye taabu. Sasa anayekwambia kwamba tutakuwa tumeshanyakuliwa hatupo. Basi Biblia itakuwa imejidanganya sana. Atawadhoofisha atawadhoofisha kwa Kristo tena. Itakuwa ni maajabu. Anasema naye ataazimu kubadili majira na sheria. Majira ni nini? Ni habari za mvua zinavyonyesha, msimu unavyobadilika, mazao yanavyopandwa na yanavovunwa. Anasema nguvu za mpinga Kristo na mamlaka atakayotawala duniani. Hii tunayoishangilia na kuisherehekea na kuihubiri makanisani, watu wakiwa sio wanaipinga, wanaiunga mkono makanisa yao. Anasema watakuwa na mpango wa kubadilisha majira. Maana wanaweza wakaleta mvua wakati ambapo hauna mvua au akaizuia. Lakini Mungu anasema mimi mpango wangu ni nini? Ili kusudi mvua ziwepo na majira yawepo, watu wapande hata nitakaporudi. Lakini wanadamu kajibadilishia. Kuna kitu anakitafuta manake. Nilikuwa na mambo mengi ya kusema, muda umeisha. Lakini ngoja tufunge kwa Luka 21:25. Mimi nikimbie pale haraka sana. Niko sawa, sipendi kwenda zaidi ya muda tuliokubaliana. Anasema katika Luka 21:25 Biblia inasema Luka 21:25, hebu niambie kama mambo yanahusu anga. Anasema tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota katika nchi, dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayo upata ulimwengu. Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Manake hayo mambo sio mambo madogo. Manake hiyo hali ya anga na mvua na mbegu na nini vitakuwa vimeparanganyika. Wakati na atakayekuwa na viongozi na mpinga Kristo na Mungu anasema okay, si wamependa hiyo tuendelee mbele. Tusubiri tuone. Wewe tafuteni Bwana ninyi walio wanyenyekevu wa moyo. Tafuteni haki yake, labda mtafichwa siku ya hasira kali ya Bwana. Ndicho alichosema kwenye kitabu cha Sefania mlango wa 2 mstari wa 3. Tutakuwa tumeshapa somo kama limeeleka kama lijereka, neema ya Mungu itafanya kazi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya tafakari ya maneno haya Mungu. Tunaomba yakatende kazi, yakatukuze wewe. Naomba baraka zako zikambatane na watu wako, ukawafiche katika hasira yako ambayo itatokana na mamlaka ya wanadamu katika uso wa dunia. Baba, tunakushukuru, tunaamini na kupokea yote. Amen.